Wasomi wengi ni maboya. Wasomi wengi ni maboya, na hiki kitu ndicho kitu ambacho nimekataa siku zote. Mimi nilikataa kuwa boya, msomi ambaye ni boya. Ni kwa sababu mfumo wa elimu kwa ujumla wake mfumo rasmi wa elimu unampa mtu elimu au maarifa kwa 20% tu. Lakini mfumo ambao sio rasmi wa elimu yani ya mtaani, inampa mtu zaidi ya 80% ya maarifa ambayo anahitaji katika maisha yake ya kila siku. Kwa sababu tunapokuwa tunaishi kila siku, hakuna kitu mradi utaenda kusoma kitabu. Mradi unakuwa ni wenyewe, itabidi ufanye mradi na uweze kufanikiwa. Nimegundua kwamba kuna tofauti ya hii mifumo miwili ya elimu. Mfumo wa elimu ya darasani na mfumo wa elimu ya mtaani. Elimu ya darasani na elimu ya mtaani imetofautiana katika maeneo makuu matano, ambao sasa hapa nakuelezea ili uweze kujua tofauti ya hizi elimu mbili. Na watu wamekuwa wakichanganya kihisi kwamba ukiwa darasani tu kisoma ukawa pengine una PhD ni profesa, tayari mambo yako ni safi. Lakini tumegundua kwamba kwa maisha halisi kabisa, tukienda mtaani tunagundua kwamba watu wengi wenye mafanikio, bahati mbaya au bahati nzuri, ni wale ambao hawana vyeti vikubwa sana vya elimu kubwa sana. Kuanzia ngazi ya kidunia, kiatafuta wale matajiri wakubwa sana ambao wanajua, viongozi wakubwa sana wanaofahamu duniani, watu ambao wamegundua mambo mengi, wakafumbua vitu vingi sana duniani. Si kwamba walikuwa wasomi wakubwa sana kama unavyodhani wao, bali walikuwa na elimu kubwa sana au maarifa mengi sana ya mtaani. Sasa kuna tofauti 5 za hizi elimu mbili, ya darasani na mtaani. Elimu ya darasani huwa na mtaala, curriculum inaitwa, ambapo wanafunzi wote mnatakiwa kusoma vitu vile vile vinavyofanana. Kwa mfano, kama mko darasa la kwanza wote mtabidi msome masomo yale yale. Ukifika darasa la 7 mtafanya mtihani masomo yale yale. Kwa hiyo mnakuwa mnajulikana kwamba kila mtu anasoma kitu kile kile kwa wakati ule ule, na mnalazimika wakati mwingine kuamka pamoja, kuvaa nguo zinazofanana. Unaona, wote viatu vyeusi, soksi nyeupe, unaona, suruali jeusi, shati jeupe. Yani mnatakiwa hata kunyoa, unywaji wa nywele na nini, vitu vyote inabidi mfanane. Vyakula mnavyokula ni chakula cha bweni, mnalala bwenini, taratibu ni zile zile. Kwa hiyo unakuta wanafunzi wote uzalishwa kama copies, kama ambavyo unaweza kudurusu ukatoa nakala mbalimbali za kitu kimoja kinachofanana. Endapo watatoka ni walimu watu wakaenda mtaani, yani walimu watajikuta ni walimu ambao wana tabia zile zile na maarifa yale na kila kitu kile. Sasa hiyo nayo ni changamoto kubwa sana. Lakini katika elimu ya mtaani, kila mtu huwa na mtaala wake, kila mtu husoma mambo kwa muda wake, kila mtu akisoma kwa version yake, kwa wakati wake, kwa namna yake, kwa jinsi yake anachokipenda. Kule katika darasani mnalazimishwa kusoma vitu vile vile. Hata kama somo ulipendi, utachapa fimbo, itabidi ulielewe vile vile. Hata kama ulielewi somo, ulipendi, mwalimu atakulamba fimbo, lazima uelewe hesabu. Kumbe wewe pengine talanta yako upendi hesabu, unapenda pengine mambo ya muziki, kuimba, lakini unaambiwa usome hesabu. Mtaani huwa tunasoma masomo tunayoyapenda. Unakwenda kuchagua kitu unachokipenda ndio unasoma kwa muda wako, kwa namna yako. Huku katika darasani tunafanya tufanane wote, tuwe na namna yote tu, kuna kitu kinaitwa conformity. Tufikirie kwa namna sawa. Na dunia inahitaji watu wanaofikiria kwa namna sawa. Hiyo ndio bahati mbaya. Dunia inahitaji watu wenye mawazo kinzani kila wakati. Hata tunakumbuka kwenye karne ya ngapi ya nyingi zilizopita, huyo bwana Galileo Galilei, yeye alipingana sana na utawala wa Roma kwamba dunia hii sio ya meza kama tunavyofikiria. Yeye badala yake alisema dunia hii ni kama tufe, umbile la tufe, na wala sio umbile la meza. Na kwa kusema hivyo tu akawa kinyume na Warumi, na utawala wa Warumi kipindi hiko ilibidi aweke kizuizini. Kwa sasa hivi ungesema aliyoka jela, kwa sababu alisema kitu ambacho kiko kinyume. Tangu uvumbuzi wake huyu Galileo Galilei ndio ulifanya dunia, tangu amesema dunia kwamba ina umbile kama la tufe na sio meza, ndio uvumbuzi mwingi ulikuja kuleta matokeo makubwa sana. Neno la mtu mmoja ambaye alipinga watu zaidi ya mamilioni ya watu, akaleta neno tofauti, ndio ilifanya dunia sasa hivi tunayoiona iwe dunia ambayo unaweza kuona kwamba usafiri wa majini, usafiri wa angani na mambo mbalimbali yamegunduliwa kufuatia kauli au maneno ya kitofauti ya huyu Galileo Galilei. Galileo Galilei alikuwa tofauti na wengine, lakini mfumo wa rasmi wa elimu au elimu ya darasani hufanya watu wote tufikirie sawa.
Kwa hiyo huwa tuna tabia kukumbuka kwamba tumeambiwa jana twende hivi, tunahesabu namna hii, tunapanga mstari namna hii, tunafanya watu wasifikirie nje ya box. Mfumo wa darasani mfanya mtu afikirie kama wote mfikirie sawa sawa, na tatizo linaanzia pale ambapo wote mnaanza kufikiria sawa sawa. Hiyo tatizo la kwanza katika mfumo rasmi wa elimu ama elimu ya darasani. Elimu ya darasani humpa mtu kufanya watu wote mfanane, kuanzia mavazi na kila kitu. Lakini elimu ile ya mtaani hufanya mtu, kila mtu awe tofauti, afikirie tofauti. Huyu anajaribisha biashara ya samaki, huyu anafanya biashara dagaa, huyu ni mvuvi, huyu ni mkulima, huyu ana machinga, anatembea na mizigo yake kichwani, anajifunza vitu vingi sana huyo. Huyu mwingine ana duka, anachukua, huyu anatoa bidhaa China analeta hapa. Kila mtu hapa ana maarifa yake na anajifunza kwa wakati wake kwa kitu anachokipenda. Ndio elimu hizi tofauti sana. Elimu ziko tofauti ya darasani na mtaani. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili huwa ni kitu kinachoitwa mtihani. Katika elimu ya darasani ambayo mimi pia nimeifanya kwa takriban miaka 20, nimekaa darasani kabla sijapata shahada yangu ya kwanza ya udaktari. Kwa hiyo ninachokizungumza nakielewa vizuri sana. Kwa hiyo elimu ya darasani ile huleta kitu kinachoitwa mtihani. Na kabla ya kupewa mtihani huwa tunapewa majibu yake kwanza. Yaani tunafundishwa, wanafunzi tulikuwa tunafundishwa. Mwalimu anaingia darasani sasa katika ile mtaala ule anaanza kufundisha somo la mfano la calculus au Pythagoras theorem, au anaanza kufundisha matrix, au anafundisha nini, unajimu, astronomy. Anafundisha mwalimu kwanza. Akimaliza kufundisha analeta tena somo lile lile la unajimu. Analeta mtihani ule ule wa unajimu. Baadaye atakwambia siku fulani kutakuwa na mtihani au test. Alafu analeta vile vile alivyofundisha ili mjibu. Kwa hiyo mwalimu anakupeni kwanza majibu, alafu mnakuja baadaye kuandika yale majibu. Na mimi nilikuwa miongoni mwa wanafunzi wafanya vizuri kwa sababu nilikuwa na uwezo mkubwa sana wa kukariri kama kasuku. Kwa hiyo mwanafunzi bora katika mfumo rasmi wa elimu ni yule ambaye anakariri sana, ambaye amekumbuka exactly mwalimu alichosema akaja kaandika hapa kwenye mtihani. Kwa hiyo anapata 100, anaonekana huyu hapa ni genius kwa sababu amepasi sana. Kumbe elimu ya darasani inapima mtu kumbukumbu yake zaidi ya ubunifu wake. Tofauti na elimu ya mtaani. Elimu ya mtaani inakupa kwanza mtihani, alafu somo linakuja baadaye. Ndio kitu ambacho kinakuwa tofauti kabisa hapa. Somo kwanza, mtihani unakuja kwanza kwenye mtaani, elimu ya mtaani. Mtihani kwanza, somo baadaye. Lakini elimu ya darasani somo kwanza, mtihani baadaye. Mtaani ni mtihani kwanza, somo baadaye. Kwa sababu mtaani huwa tunapewa kwanza kitu, tunafanya biashara kwanza inafeli. Kwa mfano mwaka 2019 tulifanya biashara ya kukausha matunda na tukaweka pesa nyingi zaidi ya milioni 50. Biashara ile ikaenda ikabuma kwa sababu ya uviko 19 COVID-19. Tulipokuwa tunasafisha matunda kupeleka Marekani au India, masoko yetu yakafunga kabisa, tukashindwa kwenda. Tukatoka na somo kwamba tuliingia kwenye biashara bila kuijua vizuri. Kwa hiyo tulipewa kwanza mtihani, tukafeli kwanza, alafu tukajifunza baadaye. Tofauti na darasani ambapo mwanafunzi upewa kwanza majibu, alafu masomo huja baadaye. Na mantiki hiyo sasa ndio maana kule darasani huwa haturuhusiwi kufeli. Yaani ukifeli unaitwa kilaza, unaweza kupigwa kalambwa fimbo na mwalimu. Kama mwalimu wa hesabu au jiografia atakupiga fimbo nyingi sana kwa sababu unaonekana umefeli somo. Kwa mtaani mwanafunzi anayefeli sana ndio mwanafunzi mzuri. Kila unapofeli huku unatoka na somo. Huku kufeli ni kitu kizuri, kinaruhusiwa. Kufeli mara nyingi sana. Na ndio maana ukienda mtaani utakuta watu wengi ambao wamefanikiwa ni wale ambao wameshajaribisha biashara nyingi. Ukienda kwa mfano kwa mzee Baresa, ukienda kumuuliza, nakwambia shafanya biashara fulani nyingi ambazo zinazoonekana ni chache, lakini nyingi nyuma ya pazia zimefeli. Na mimi hapa na kueleza nimeshafanya biashara kadhaa nyingi. Katika biashara 100 naweza kuambia biashara 10 tu ndio zinaweza kufanikiwa, lakini na zile zilizofeli, kwa mfano mwaka 2019 na nyingine mwaka 2018 tulikuwa tunauza chakula mtaani, tusambaza chakula kilichopikwa na ikafeli vile vile kwa sababu tulikosa kwenye zile P3 za biashara na penyewe tukafeli vile vile. Kwa hiyo kila tulipokuwa na feli pia nilikuwa natoka na somo. Kwa hiyo maana kwamba kufeli mtaani ni kuzuri kwa sababu kuna kupa somo. Na wanafunzi wazuri sana mtaani ni wale genius, ni wale wanaofeli sana huko mtaani. Kwa darasani genius ni yule anayekumbuka sana, anayeandika majibu aliyofundishwa mwanzoni akayakumbuka, yule ndio genius. Kwa hiyo darasani genius ni mtu ambaye
afeli kabisa. Kufeli ni makosa darasani, lakini mtaani kufeli ni ruksa, na mtu anayefeli sana huku mtaani akawa anajifunza kila wakati, huyu ni genius mtaani. Sababu nyingine au tofauti nyingine ya tatu inayotofautisha elimu ya darasani na elimu ya mtaani ni huwa kuna mtindo mmoja unaitwa, kuna mtindo fulani unaitwa wakati wa mtihani ule. Huku kuna maneno mawili yana tofauti. Darasani kuna kitu kinaitwa kuangalizia majibu, cheating. Lakini cheating ile ambayo tunaitumia kule darasani, ambayo inaadhibiwa ukikutikana unaangalizia mwenzako majibu, utalambwa fimbo, unaweza kufutiwa mtihani au kafukuzwa kabisa chuo au shule kabisa, kwa sababu umeangalizia wenzio. Yaani tulikuwa na time kile kipindi tunasoma, ilibidi mnapangana, yaani kuna mtu anakaa style yake anapiga chabo. Unaona, anaanza kuchiba ole wako, mwalimu angegundua mnapiga chabo, mnapigana chabo, ilikuwa ni hatari kubwa sana. Ingeambatana na adhabu kali ya viboko, kuchaniwa mitihani au kufukuzwa shule kabisa, kwa sababu wewe umefanya kosa kubwa sana kuangalizia mwenzio. Lakini huku mtaani kuangalizia wakati mwingine kunaruhusiwa. Kuangalizia huku mtaani na kuwa kunaitwa ushirikiano ama ubia, ndio partnership yenyewe. Na unazijua biashara zote duniani, aidha hata simu unaotumia hiyo. Simu unaotumia hiyo ni matokeo ya watu zaidi ya 1000 au 5000 walioshirikiana kwa namna tofauti. Mwingine akaweka kamera, mwingine akaweka Facebook, mwingine akaweka WhatsApp, mwingine akaleta screen, mwingine akaweka mic, mwingine akaweka torch. Yaani simu hiyo unayotumia ina watu wengi sana ambao wameshirikiana kutengeneza hiyo simu, ndio kaja mafanikio. Kwa hiyo mtaani kuna ushirikiano na ubia, kuna partnership and cooperation. Kwa darasani kuna cheating ambayo inaadhibiwa vibaya sana. Ukiangalizia mtihani kwa darasani lazima utaadhibiwa. Lakini kwa mtaani ukishirikiana na wenzako bila uchoyo, bila kuficha unachokijua, ni kama hapa na share maarifa waziwazi, yale ninayoyafahamu, niliyojifunza kupitia maisha yangu mwenyewe, na nimeweza kuyaandika katika kitabu cha ushuhuda wangu ambacho nimeandika kwa takriban miaka 10, kitabu ambacho kimesheni mbinu ambazo nimegundua kadri nilipokuwa nafanya kazi, nawekeza kwenye biashara, nilipofanya kazi, wakati nimeajiriwa, nilipoacha kazi, nilipoenda kwenye kilimo, na namna ambavyo nimekuwa nikutana na misukosuko na namna nilivyoitatua. Nimeweza kufundisha kupitia kitabu cha ushuhuda wangu. Hapo unaweza kaona kwamba huku mtaani tunafundishana, tunaelekezana, tunashirikiana, tunashirikiana. Hata biashara yenyewe, kampuni ya Aje Farms ambayo mimi naimiliki, ni matokeo ya ushirikiano wangu mimi na wenzangu ambao tumeweza kuunganisha nguvu ya maarifa, upeo, mtandao, pesa, kuweza kufanya kitu kiwa kikubwa zaidi. Lakini kwa darasani ni makosa makubwa sana kushirikiana na wenzio. Pengine hii ndio inaweza ikaleta tofauti kati ya watu ambao wenye maarifa, elimu ya darasani, na watu ambao wana maarifa ya mtaani. Kushirikiana ni issue nyingine ambayo inaweza kutofautisha aina za elimu. Lakini kitu kingine ambacho ni sababu ya tano ama ya mwisho ni kwamba huwa kuna, hii ni sababu ya 4, ni sababu ya 4, kwamba ina maana kule darasani watu hushindanishwa, kwa sababu unajua wanataka kupate mtu wa kwanza kule darasani. Watu hushindanishwa, wanataka kujua wa kwanza na wa mwisho. Wale wa kwanza huwa wanapewa zawadi, hata vyeti, na kuandikiwa maneno mazuri, excellent, good student, genius, brilliant. Naona, kwa hiyo mwanafunzi uvishwa, pewa bichwa na kuambiwa kwamba amefanya vizuri sana, na kuaminishwa kwamba kwa kufanya vizuri, kwa kuandika, kwa kukumbuka yale masomo aliyofundishwa na akaandika kwenye karatasi kama kasuku, ina maana yeye ni brilliant, ni genius. Ina maana kwenye maisha kwamba ataenda kufanya vizuri, kitu ambacho inakuwa ni uongo mtupu. Lakini kule mtaani hakuna mwanafunzi wa kwanza na wa mwisho. Yaani wote mnapokuwa mnashindwa, nimesema mimi nimefeli mara nyingi zaidi kuliko nilivyofaulu mtaani. Sasa ila darasani nilifaulu zaidi kuliko nilivyofeli. Darasani nakumbuka kuanzia darasa la kwanza nilikuwa wa moto kwa kweli. Kila wakati najua lazima nilikuwa nashindana kuwa wa kwanza. Niuliza, ndoto yako ni nini? Nilipokuwa nasoma shule za msingi zile mpaka sekondari, yani ungeniuliza tunataka kufanya nini, ningeambia nataka kuwa wa kwanza. Na kuna kipindi ambapo ilitokea nikawa wa pili, nilikuwa nahuzunika kweli, na nimewahi kutoa ushuhuda wangu hapo. Form 4 niliweza kupata division 1 sana, lakini sikupata 1 ya 7. Nilipata kuugua, almost nilipata kuingia kwenye depression kwa sababu tu sikupata division 1 ya 7.
Sasa unaweza ukaona kwamba kule mfumo wa elimu wa darasani umfanye mwanafunzi kutafuta nafasi ya kwanza muda wote, wa kwanza. Kwa hiyo watu shindana, mtaani haitaki kushindana, mtaani inatakiwa kushirikiana, na mtaani inabidi kama kuwa hakuna mtu wa kwanza na wa mwisho, yaani wote ni sawa mtaani. Tena wale wanaoshindwa sana ndio wazuri zaidi mtaani. Ndio maana hii ni tofauti nyingine ya 4 kati ya mfumo wa elimu wa darasani na mfumo wa elimu wa mtaani. Na tofauti ya 5 na ya mwisho ni kwamba elimu ya darasani humpa mtu vyeti. Mtu vyeti na vyeo. Utasikia stashahada, shahada, elimu ya uzamivu, si shahada ya uzamivu, si uzamili. Utasikia ni profesa. Yaani kwa hiyo mtu kama mentor wangu nilipokuwa kazini, wakati nikiwa kazini, mentor wangu alikuwa na tabia, alianza chini kabisa akiwa ni CA, yani clinical assistant miaka ile, akiwa analipwa shilingi 3500 kama mshahara. Na baadaye kila wakati alikuwa anakuja kazini, akiona mshahara unakuwa uongezeki, akawa mshahara ni mdogo, akawa anaenda kusoma tena ili arudi tena apandishwe cheo hapa, akaja akawa CEO. Baadaye akaenda kusoma, akaona mshahara tena hautoshi, akaenda kusoma tena, akarudi akapandishwa cheo, akawa AMO. Alipoona AMO amekuwa AMO ni cheo chake cha kuwa daktari msaidizi, lakini akaona bado mshahara ni vile vile hautoshi mahitaji yake yote ya msingi, akatoka tena akaenda kusoma MD. Na alipoona mshahara tena hautoshi, akaenda kusoma tena ili akaja tena baadaye akawa special, akapata masters, baadaye akaenda kufanya tena akawa super specialist, ina maana akawa na PhD katika matibabu kwa njia upasuaji kwa njia ya mirija. Kwa alijikuta kwa miaka 35 yote alifanya kazi, alikuwa akienda shuleni si kwa ajili ya kupata maarifa, bali alikuwa na shuleni kwa ajili ya kupata vyeo na kuongezewa mshahara. Kwa hiyo kuna elimu ya darasani mara nyingi humpa mtu vyeti na vyeo. Vyeti na vyeo, kwa taarifa yako, si kitu ambacho kitakusaidia katika maisha halisi. Na katika elimu ya mtaani sasa, mtu ama yule ambaye anapata elimu upata zaidi maarifa kule mtaani. Elimu ya mtaani hukupa maarifa zaidi na ambayo ukufanya uweze kutawala mazingira yako mwenyewe. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapo tofauti. Darasani utapata vyeti na cheo, pengine na kimshahara kitapanda kiduchu ikilinganishwa na muda uliotumia kule shuleni na ada zilizotumia kulipia zile ada kule kwenye vyuo. Lakini huku mtaani utapata maarifa ambayo itakusaidia kuweza kuhimili ama kutawala mazingira yako mwenyewe. Elimu ya darasani humfanya mtu kuwa butu. Elimu ya darasani humfanya mtu awe butu, asiyeweza kuishi nje ya ofisi, kwa sababu yeye amepanda cheo, anatafuta cheo na vyeti. Kwa hiyo inabidi aende akaoneshe vyeti vyake, alafu ndo watamwambia njoo hapa wewe utakuwa mwasibu. Kwa hiyo asipoonesha vyeti na kusasa ule wasibu wake aliosomea haumsaidii. Kwa hiyo utajikuta inabidi aende akaajiriwe kwenye ofisi, bila hivyo hawezi kuishi, hawezi kusurvive, hawezi kula. Kwa hiyo cheti chake ni sana, yani ni sehemu ya kuwa omba rasmi. Yani cheti humfanya mtu awe omba rasmi wa kwenda kazini, kwenye maofisi ya watu mbalimbali kuomba kazi. Kipindi kile ilikuwa rahisi, lakini kipindi hiki tunapoelekea huenda ikawa hii kazi ngumu zaidi, kwa sababu kazi pia zinaenda kuisha. Kwa hiyo elimu ya darasani hufanya mtu awe bwege, awe boya, kwamba asipoajiriwa elimu yake tena haiwezi kumsaidia. Yaani kwamba nje ya ofisi elimu ile pale haiwezi kusaidia. Yaani ni sawa na samaki akiwa kwenye maji, kwamba akiwa nje ya maji samaki yule atakufa. Ni sawa na msomi kwamba asipokuwa ofisini elimu yake haiwezi kumsaidia. Yaani ni afisa kilimo, asipoajiriwa kama afisa kilimo kwenye kampuni fulani au taasisi fulani, basi hawezi kwenda kulima, yani kwa sababu ana elimu ya cheti ambayo yeye inabidi apate nafasi awe afisa kilimo, aajiriwa, alipo mshahara, ndio ataweza kutumia. Sasa utamkuta amevalia vizuri pale, anaelekeza inabidi mimea upande hivi, weke mbolea namna hii. Yani maana kwamba huyu inatakiwa aajiriwe ndio elimu yake ifanye kazi. Kama ni daktari, basi utakuta hawezi kwenda kufungua hata kliniki yake mwenyewe au akaanzisha program zozote za kufanya matibabu au kuelimisha jamii. Ni mpaka aende ofisini kwenye hospitali fulani aajiriwe ndio aweze kuanza kutibu. Huyo ndio anakuwa daktari. Kwa hiyo nje na pale katika ofisi ya kuajiriwa elimu yake haifanyi kazi. Hiyo ni elimu ya vyeti na sifa na vyeo na elimu ya kuangalia mshahara, ambayo sasa tunapoelekea kwenye ulimwengu wa AI, ulimwengu wa robotics na ukuaji wa tehama, huenda hii elimu ikaja kuwa butu kabisa. Wasomi wakabakia kuwa watu wenye maisha magumu zaidi kuliko wakati wowote ule, kwa sababu ya kutegemea hiyo elimu ya vyeti na elimu ya vyeo. Ilikuwa pengine inawezekana miaka iliyopita mingi, lakini kwa sasa hivi tunapoelekea, kwa sababu tulipo na tunapoelekea, huenda ikawa hii ngumu zaidi
kuweza kutegemea elimu ya vyeti. Na elimu ya mtaani uzuri wake sasa, haimpi mtu cheti, haimpi mtu cheo. Kwa hiyo mtu mwenye elimu yake au maarifa hayo huwa ni mwepesi kuweza kwenda mwenyewe na kichwa chake na mikono yake kufanya anachokiweza, kwa sababu anacho kichwani. Hatakiwi mtu kutunikiwa cheti au kupewa sifa fulani au cheo fulani ili aweze kutumia elimu yake. Huyu ni mkulima kwa mfano mzoefu, mkulima mzuri wa nyanya, ataenda atalima nyanya, atapeleka kule sokoni, atauza, atapata pesa. Huyu ni mtu ambaye yeye anajua pengine ni fundi seremala, atachukua mbao, atazichana, atatengeneza furniture, ataingiza pale, atapata pesa. Huyu pengine ni mtu ambaye ni mzungumzaji mzuri, pengine anaweza kwenda pale akawa tu ni public speaker, akawa MC, akasimama mbele za watu akaongea vizuri, wakampa kuendesha harusi na matukio mbalimbali makubwa. Unaona, elimu ya mtaani ni elimu ya maarifa tu, ambayo maarifa hayo huambatana moja kwa moja na pesa moja kwa moja, kwa sababu ina maana anakwenda kwenye jamii akiwa na kitu cha kufanya. Lakini mwenye vyeti inabidi apeleke cheti alafu aelekezwe cha kufanya. Sasa hawa ni watu wawili tofauti, na ndio maana ukienda maeneo mengi sana, sio kama maeneo yote, lakini maeneo mengi sana, wenye mafanikio ni wale ambao hawakubahatika kupata elimu ya darasani, bali ni wale ambao wameweza kupata elimu ya mtaani. Ina maana hawa ambao wamepata elimu ya mtaani ndio wamebahatika kuwa na maarifa halisi, ambayo hubadilishwa maarifa hayo kuwa pesa, kwa sababu ni maarifa yanayotatua matatizo ya jamii yao. Ushafahamu? Kwa hiyo hizi ni elimu mbili tofauti, na ndio maana pengine mimi tangu mwaka 2016 nimekuwa nikiandika kitabu cha ushuhuda wangu na nikielezea tofauti ya hizi elimu, na hivi karibuni nimeanzisha chuo kikuu cha mtaani kitivo cha misukosuko kwa lengo la kufundisha zaidi elimu ya mtaani ambayo huwa haifundishwi mashuleni au darasani. Utashangaa mtu anasomea pengine walimu, lakini hajafundishwa namna ya kuanzisha shule, hajafundishwa namna ya kutumia elimu yake ya ualimu kupata pesa au kusaidia kutatua matatizo ya jamii yake ili apate pesa. Kwa sababu ijulikane kwamba mjasiriamali si mtu ambaye anatafuta pesa, bali ni mtu ambaye anatafuta matatizo ya jamii ili ayatatue na pesa ifuate. Sasa hizi elimu ni mbili tofauti. Kwa hiyo huko katika chuo kikuu cha mtaani kitivo cha misukosuko nafundisha zaidi elimu ya mtaani, namna mtu ya kujitafuta mwenyewe na kujipata. Kwa sababu elimu ya darasani humpa mtu lebo, wewe ni mwalimu nenda, wewe ni daktari nenda, wewe ni afisa kilimo nenda, wewe ni mhasibu. Kwa hiyo watu wanagongwa lebo kama vile ambavyo bidhaa hugongwa lebo kule kwenye maduka. Kwa sababu mtu akishaitwa mimi ni mwalimu, basi siwezi kuendesha bodaboda, watanionaje mimi? Hiyo ni hatari kubwa sana. Lakini mtu anasema mimi daktari, watanionaje shambani na lima kwa mfano? Yaani hiyo ni kama vile umefanya kama umemchungulia mama mkwe. Yaani unafanya jamaa yule pale mhasibu, tena yule pale engineer yule, angalia maisha yake anapoishi kule. Yaani jamaa yule anakaa Uswahilini, engineer kabisa, unajua yule. Kwa hiyo ile imekuwa ni hatari kubwa sana kwamba hizi elimu za darasani huwaekea watu lebo. Na mimi hiyo nilikataa. Na ndio maana nilianzisha chuo kikuu cha mtaani kitivo cha misukosuko kufundisha namna ambavyo unaweza ukajitafuta na ukajipata wewe mwenyewe. Ukajisikiliza zaidi nafsi yako, ukafanya kile kitu unachokipenda, ukafanya kitu bila kujali jamii itakuonaje. Ukaishi maisha yako mwenyewe, ukaitafuta talanta yako ya ndani, kipaji chako na uweza kukitumia kutatua matatizo ya jamii yako na ukapata pesa. Ninafundisha namna kuwa jasiri ili kuhimili misukosuko ya mtaani, na kwa kuwa ujasiriamali ni sekta ambayo inahitaji ujasiri kweli kweli. Nimefundisha mambo haya kwa uwazi kabisa, na ninazo group za WhatsApp ambao naelekeza, nafanya mentorship na training ambazo unaweza kujiunga. Unaweza pia ukapata kitabu cha ushuhuda wangu kupitia WhatsApp vile vile. Tafadhali nitumie ujumbe kwa WhatsApp, usipige simu. Tuma ujumbe kwa WhatsApp kwa namba ya simu 0743 812 853. Umekuwa nami Daktari Mkulima ama Haji Farmer kutoka chuo kikuu cha mtaani kitivo cha misukosuko. Mimi ni mwadhiri wako katika chuo kikuu cha mtaani kitivo cha misukosuko. Tukutane katika video nyingine. Kama umpenda video hii, tafadhali like, share na comment chini ya video hii ili uwe wa kwanza wakati ujao kuweza kuona makala za namna hii au video za namna hii ambazo nazileta na zipakia mara kwa mara katika mitandao ya kijamii kama Facebook, YouTube na Instagram. Bye. See ya.